ndiye Musa Azani Zungu, mwanasiasa na mbunge wa jimbo la Ilala jijini Dar es Salaam, ambaye hivi punde amechaguliwa kuwa spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu katika makala haya yanayoangazia maisha ya Musa Azani Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maisha yake tangu kuzaliwa, elimu yake, harakati za kisiasa mpaka sasa anapata wadhifa huu mkubwa katika bunge wa kuchaguliwa kama spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Elia Jackson Lupembe. Hii ni News Update Media. Alizaliwa Tanganyika mnamo Mei 25 mwaka 1952 na kukulia Dar es Salaam, ambako ndiko safari yake kimaisha, kisiasa na kijamii ilipoanza kuchipukia. Historia zikionyesha Zungu amezaliwa katika mazingira yaliyomjenga kwa mtu mwenye nidhamu, maamuzi yenye utulivu na roho ya kuhudumia watu, tabia ambazo zimeonekana sana katika uongozi wake. Safari yake ya elimu ilianzia jijini Dar es Salaam katika shule ya msingi ya Mtakatifu Joseph ambayo kwa sasa inafahamika kama Forodhani, mwaka 1958 hadi mwaka 1965. Na baada ya hapo akajiunga Kinondoni Sekondari mwaka 1966 hadi mwaka 1967, na baadaye Tambaza Sekondari mwaka 1968 hadi mwaka 1969. Baada ya elimu ya sekondari, Zungu alisomea uhandisi wa matengenezo ya ndege, aircraft maintenance engineering, kupitia ushirikiano wa Tanzania na Canada. Huu ni msingi uliompa utaalamu wa nidhamu ya kazi ya kiufundi. Hata hivyo, Zungu hakuishia hapo. Katika safari yake ya uongozi pia alisoma diplomatic studies nchini Cairo mwaka 2007 na baadaye executive leadership certificate, ambapo alichukua katika chuo cha National Defense College and Center for Foreign Relations mwaka 2021. Elimu hii ilimjenga kwa kiongozi mwenye mchanganyiko wa uelewa wa kiufundi, diplomasia na uongozi wa kiusalama, mambo ambayo si kawaida kwa wanasiasa wengi. Zungu alianza safari yake ya uongozi kupitia serikali za mitaa kabla ya kuingia kwenye siasa za kitaifa. Awali alianza na ujumbe wa halmashauri ya manispaa ya Ilala mwaka 2002 hadi mwaka 2005, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Ilala na baadaye mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji ya Ilala. Mnamo mwaka 2005 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, na amekuwa akirejea bungeni mara nyingi kutokana na imani ya wananchi wa jimbo hilo. Akiwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zungu amehudumu kwenye nafasi mbalimbali, akianza na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, usalama na mambo ya nje, mwenyekiti wa bodi ya Legislature Support Project LSP2, na baadaye naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2022. Nafasi ya naibu spika imemweka karibu zaidi na majukumu ya uspika, na hivyo kumpa uzoefu wa moja kwa moja unaohitajika katika nafasi hiyo ya juu kabisa ya bunge. Kuchaguliwa kwake Musa Azani Zungu kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunamweka katika historia kati ya maspika wengi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walioanza tangu taifa hili kupata uhuru wake mwaka 1961. Adam Sapi Mkwawa mwaka 1964 mpaka mwaka 1973, Erasto Mangenya mwaka 1973 hadi mwaka 1975, Adam Sapi Mkwawa mwaka 1975 hadi mwaka 1994, Pius Msekwa mwaka 1994 hadi mwaka 2005, Samuel Sita mwaka 2005 hadi mwaka 2010, Anne Makinda mwaka 2010 hadi mwaka 2015, Jobu Ndugai mwaka 2015 hadi mwaka 2022, Tulia Ackson ambaye alianza mwaka 2022 hadi sasa akiwa anahitimisha, na hivi karibuni akijiondoa katika kinyang'anyiro cha waliokuwa wakigombea nafasi hiyo katika Chama cha Mapinduzi CCM. Zungu ana mambo kadhaa yenye utofauti wa kipekee yanayomtofautisha na viongozi wengine. Utulivu na uwezo wake wa kumaliza migogoro ni sifa inayomfanya kuwa wa pekee kabisa. Si mkali wala mkorofi, na historia zikionyesha kwamba amejulikana kwa kuongoza mijadala kwa sauti ya upatanishi. Lakini pia historia zinaonyesha ni mtu anayependa kusimamia hoja kwa utaalamu na takwimu zaidi. Akiwa naibu spika, mara nyingi amesisitiza wabunge kutumia hoja zenye ushahidi na si maneno makali yasiyonufaisha taifa. Uzoefu wake kuanzia ngazi ya chini kutoka manispaa hadi bungeni, anajua matatizo ya wananchi wa kawaida, jambo linaloongeza uhalisia katika maamuzi yake.
Nidhamu ya kazi kutokana na elimu ya uhandisi. Kama mtu aliyefanya kazi za kiufundi, anajulikana kwa kuamini katika mipango na utekelezaji wenye tija. Mambo hayo yamewafanya wengi kuwa na imani na Zungu, huku wengine wakisema uwepo wake katika bunge hilo kama spika wanatarajia kuona bunge lenye nidhamu na hoja zenye maana, na hii ni kutokana na uzoefu wake wa kutuliza mijadala unaoweza kuleta bunge lenye heshima zaidi. Wengine wakijinasibu kusema mjadala wa bunge utaongozwa kwa takwimu na utafiti zaidi, jambo ambalo litaimarisha ubora wa sheria zinazotungwa. Uhusiano mzuri kati ya bunge, serikali na wananchi, wengine wakisema kwamba utumishi wake kutokana na historia yake ya utumishi wa Ilala anaelewa changamoto za wananchi wa kawaida. Na wengine wakienda mbali zaidi na kusema uwepo wake utaimarisha taswira ya bunge mbele ya wananchi, wakidai kuwa uongozi wake unaweza kusaidia kuongeza imani ya Watanzania kwa chombo hicho muhimu cha kutunga sheria. Itosha kwa kusema kwamba Musa Azani Zungu ni kiongozi aliyepitia safari ndefu kutoka elimu ya msingi Dar es Salaam hadi uhandisi wa ndege, diplomasia, uongozi wa mitaa, ubunge, naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hatimaye leo kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuchaguliwa kwake kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunaonyesha wazi kuwa bunge hilo tukufu lina imani kubwa na Zungu, na hivyo wana matumaini makubwa ya kwamba bunge hilo litaendeshwa kwa weledi mkubwa. Hii ni wazi kuwa bunge hilo litakuwa lenye nidhamu zaidi, mijadala ya kitaalamu na uwazi mkubwa kwa wananchi. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media.